hizi tunazoendelea kufunga na kuomba, ili tunazoendelea kuangalia vituo na njia ambazo Kristo amepita, basi kwa ajili ya kujifunza nguvu ya msalaba. Tunaona tu msalaba Yesu ameubeba anakwenda nao kule Golgotha. Sasa tuangalie nguvu iliyopo katika huu msalaba. Wakati wa kwanza wa somo letu tulisema katika sheria za Kiyahudi zamani, mtu anayetenda makosa makubwa adhabu yake ilikuwa ni kuangikwa msalabani. Katika sheria za zamani za Kiyahudi, mtu aliyefanya kosa kubwa kwenye jamii adhabu yake ni kuangikwa msalabani. Kwa hiyo Yesu kwa sheria zao alihukumiwa kwa sheria za Kiyahudi. Sasa na mhukumu wanambebesha msalaba. Wanapombebesha msalaba, walikuwa wanadhani katika tafsiri yao ya Kiyahudi kwamba huyu mtu amefanya makosa makubwa, lakini walipokuwa wakimbebesha msalaba, kumbe ndipo walipokuwa wanampa nguvu ya kuukomboa ulimwengu. Ulimwengu usingekombolewa kama kusingekuwa na mauti ya msalaba. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Na tukaangalia andiko kuu kutoka kwa Wakorinto wa kwanza. Paulo anaandika andiko hili kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Paulo anawaandikia waraka wa Wakorinto wa kwanza, tukaona sura ya kwanza na ile aya ya 18. Paulo anasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tunapotazama msalaba, sisi tunaziona nguvu za Mungu. Tunapotazama msalaba, tunaona ushindi, tunaona kuvuka, tunaona nguvu za Mungu. Sijui wewe unautazama msalaba kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ukiutazama msalaba kwa sheria za Wayahudi, msalaba unakuwa kwako hauna manufaa. Lakini ukiutazama msalaba kama nguvu za Mungu kwenye maisha yako, utamwona Mungu kwenye maisha yako. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukaangalia, tukasema msalaba kwa zama zile ilikuwa ni alama ya aibu na maumivu. Kwa nyakati zile ilikuwa ni alama ya aibu na maumivu, lakini tukasema kupitia Yesu Kristo msalaba ulikuwa alama ya ushindi na alama ya wokovu na alama ya matumaini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ule msalaba wa nyakati zile ndio ulikuwa alama ya aibu, ulikuwa alama ya maumivu. Lakini sisi tuliookolewa, tunapotazama msalaba, tunaona ni alama ya ushindi, tunaona ni alama ya wokovu, tunaona ni alama ya matumaini. Ni alama ya matumaini. Lakini tukaangalia sasa nguvu iliyojificha kwenye msalaba. Jambo la kwanza tulisema msalaba una nguvu ya kuokoa. Jambo la kwanza tulisema msalaba una nguvu ya kuokoa, na tukaangalia kitabu kile cha Warumi, tukaangalia tena waraka wa Paulo mtume kwa Warumi,
tukaangalia sura ya 5 na ile aya ya 8. Tukaangalia sura ya 5 ile aya ya 8. Maandiko yanasema, Warumi sura ya 5 ile aya ya 8 inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msalaba una nguvu ya kuokoa. Yesu alikufa kwa ajili yetu sisi tukiwa wenye dhambi. Kwa hiyo alikufa ili kuwaokoa wenye dhambi. Alikufa ili kuwaponya wagonjwa. Alikufa ili kuwatia nguvu waliokata tamaa. Alikufa ili kuwaganga wote waliovunjika moyo. Yesu alikufa kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe. Lakini msalaba ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwetu. Ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwetu. Dhambi zetu zililipwa pale msalabani. Wokovu wetu haupatikani kwa matendo tu, bali unapatikana kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili tukaangalia, tukasema msalaba una nguvu ya kuvunja minyororo ya mauti. Msalaba una nguvu ya kuvunja minyororo ya mauti. Una nguvu ya kuvunja minyororo ya magonjwa, una nguvu ya kuvunja minyororo ya umaskini, ina nguvu ya kuvunja minyororo ya kila aina msalaba. Na hapa tukatazama kitabu cha Wakolosai. Tutazame Wakolosai. Wakolosai sura ile ya 2 ile aya ya 14 na 15. Kolosai sura ya 2 ile aya ya 14 na 15. Tuanze ile aya ya 13. Ama tuanze ya 12 kupata vizuri. Anasema, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Biblia imeandika neno la msisitizo sana, akaigongomea. Yaani kuigongomea ni kitu ambacho kinawekwa kisitoke tena. Yaani kuna kugonga na kugongomea. Kule kugongomea, yaani maana yake hiki tunachokiweka kisitoke tena. Kwa hiyo Biblia inatuambia alituokoa kwa makosa yetu. Alituokoa kwa makosa yetu. Ule mstari wa 13 unasema, na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu. Kwa hiyo sisi tuliokuwa tumekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote.
akiisha kusamehe makosa yote, akaifuta ile hati iliyoandaliwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukirudi nyuma kwenye hiyo Wakolosai sura ya kwanza, ukisoma ule mstari wa 13, ule mstari wa 13 Kolosai hiyo, ukirudi nyuma Kolosai 1:13 anasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo ametuokoa katika nguvu za giza, ametuondoa kwenye ile hati tuliyoshtakiwa, akagongomea msalabani. Kwa hiyo sisi sasa sio washtakiwa tena. Mwambie jirani yako, wewe sio mshtakiwa tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ile hati ya mashtaka akaichukua tena. Biblia inasisitiza, ili neno nilikuwa nalisoma na litafakari, lina maumivu sana. Anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu. Yaani ile hati aliyotushtaki ya hukumu zake, lakini kuna na mstari unaandika hiyo hati haikuwa salama, bali ilikuwa na uadui kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye akaichukua, maana yake hakuna uadui tena. Wewe sio mshtakiwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa mujibu wa Biblia wewe sio mshtakiwa. Labda tu cha kujiuliza ni wewe mwenyewe, unashtakiwa kwa jambo gani? Unashtakiwa kwa jambo gani na Mungu? Unaweza kumuuliza pia kwa upendo jirani yako, unashtakiwa kwa jambo gani? Unashtakiwa kwa jambo gani? Jioni ya leo neno linatuuliza, tunashtakiwa kwa mambo yapi? Bwana asifiwe sana. Tunashtakiwa kwa ukorofi? Tunashtakiwa kwa kuumiza wengine? Tunashtakiwa kwa kuwatesa wengine? Tunashtakiwa kwa matendo yetu? Tunashtakiwa kwa jambo gani? Biblia inauliza. Kama Yesu ameyachukua mashtaka yetu akaenda nayo msalabani, wewe bado umebaki na mashtaka yapi? Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu laana ilivunjwa msalabani na shetani alishindwa, kwa sababu hati ya mashtaka yetu ilifutwa. Kwa hiyo tunapoutazama msalaba, tunaona ya kwamba sisi tulikuwa ni watuhumiwa, lakini baada ya Yesu kukubali kuubeba msalaba, hati ya mashtaka yamefutwa. Kwa hiyo sisi si watuhumiwa tena, bali ni watu ambao tuko huru. Sasa inawezekana wengine wako huru, lakini wengine bado mko kwenye mashtaka. Jioni ya leo Mungu anatamani sana hayo tunayoshtakiwa nayo yasiwepo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, yasiwepo katika jina la Yesu. Jambo la tatu, msalaba una nguvu
wa kutupatia ushindi wa milele. Msalaba una nguvu ya kutupatia ushindi wa milele. Kusoma Isaya sura